Kwa majina naitwa Norin Mawala, ni mkurugenzi mtendaji wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Wanawake Tanzania, TABWA. TABWA kwa kushirikiana na Wizara ya Nishati tumeandaa matukio mawili muhimu katika mwezi huu wa 6 katika kuadhimisha mwezi wa mazingira duniani. Tukio la kwanza, tutakuwa na kongamano la nishati safi ya kupikia ambalo litafanyika jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 23 mpaka 25 ya mwezi huu wa 6 katika ukumbi wa EACLC ulioko Ubungo jijini Dar es Salaam, ambapo lengo lake ni kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kongamano hili litahusisha wadau mbalimbali wa sekta binafsi na wa serikali, lakini pia ndani ya kongamano hili kutakuwa na mdahalo baina ya sekta binafsi na serikali juu ya changamoto zinazowakabili wadau ambao wanajihusisha na sekta ya nishati safi ya kupikia. Lengo kubwa la kongamano hili ni kuungana na serikali kupitia mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia, ambapo lengo lake mpaka kufikia mwaka 2034 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Na kama mnavyofahamu, kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na kongamano la nishati safi ya kupikia, pia kutakuwa kuna maonyesho ya bidhaa mbalimbali na teknolojia za nishati safi ya kupikia, ambapo lengo kuu ni kuleta ufahamu kwa Watanzania waweze kujifunza. Tunapowaambia wahame kutoka kutumia nishati isiyo safi wahamie kwenye nishati safi ya kupikia, ni lazima wafahamu wanahamia katika teknolojia ya aina gani. Kwa kutakuwa kuna wadau mbalimbali wa LPG gas, kutakuwa pia kuna wadau wa mkaa mbadala na teknolojia zingine mbalimbali ambazo zinahusika na nishati safi ya kupikia. Kwa pamoja na kongamano na mdahalo wa sekta binafsi na serikali, pia kutakuwa na mafunzo kwa wanawake na vijana na kuweza kuwafundisha na kuwaelimisha juu ya umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia. Na mwishoni tarehe 27 ya mwezi wa 6 tutakuwa na mbio za uhamasishaji wa nishati safi ya kupikia, yani Clean Cooking Marathon, ambazo zitafanyika katika kanisa la maeneo ya St. Peter's Oysterbay pale Mbuyuni, ambapo tumeona pia ni vema kuhamasisha nishati safi kwa kutumia michezo, kwa kuwa michezo ina hamasa. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa ya jirani waweze kuhudhuria. Kwanza waje kwenye kongamano, hakuna kiingilio, lakini pia waweze kushiriki mbio za uhamasishaji wa nishati safi ya kupikia. Kongamano hili la siku 3 la nishati safi ya kupikia ambalo tutaanza kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 27, mgeni rasmi anategemewa kuwa Naibu Waziri wa Nishati Safi ya Kupikia, Mheshimiwa Salome Makamba. Mbio za nishati safi ya kupikia zitafanyika tarehe 27 Juni pale Oysterbay maeneo ya Mbuyuni, na zitakuwa za urefu wa kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5, na kutakuwa na washindi ambao watapata zawadi mbalimbali. Zaidi tutatoa zawadi za majiko ya nishati safi ya kupikia kwa washindi sawa sawa na lengo la mbio yetu. Baada ya uzinduzi wa mkakati wa nishati safi ya kupikia miaka 3 iliyopita, ndipo na sisi tuliungana na huo mkakati. Kwa hiyo lengo letu ni utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tulianza hii kazi ya uhamasishaji wa nishati safi ya kupikia tangia mwaka 2023. Kwa tukio hili ni la 3, kongamano la 3 la nishati safi ya kupikia. Lengo letu ni kufanya uhamasishaji na mafunzo katika mikoa 10 ya Tanzania bara, na mpaka sasa tumewafikia mkoa wa Arusha, Pwani na Dar es Salaam, lakini pia tutaenda katika mikoa mingine.
tumeshaanza usajili wa mbio za uhamasishaji wa nishati safi ya kupikia, yani Clean Cooking Half Marathon, na vituo vya usajili viko vitatu. Kuna kituo kipo kanisa la St. Peters pale kwenye car park. Tutakuwa na kituo kingine kitakuwa hapa katika ile jengo la Ubungo, East Africa Commercial Logistics Center, na tutakuwa na kituo kingine pale Mlimani City. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 ambapo utapata jezi, utapata medali, utapata na bib number. Tunawakaribisha sana muendelee kujisajili na kushiriki mbio hizi za nishati safi ya kupikia. Lakini pamoja na mbio hizi zitaambatana na bata la nishati safi ya kupikia. Yaani kutakuwa na sherehe baada ya mbio ambapo kutakuwa kuna demonstration ya nyama choma na upishi mbalimbali kwa kutumia nishati safi ya kupikia, lakini kutakuwa kuna burudani pia na mziki. Kwa hiyo itakuwa ni siku ya kushangilia. Kwa hiyo tunawakaribisha wote muweze kujisajili kwenye mbio, lakini muweze kushiriki pia bata la nishati safi ya kupikia. Kwa majina naitwa Martha Silayo, ni mratibu wa masoko kutoka Bonite Bottlers Limited, wazalishaji wa maji asilia ya Kilimanjaro Natural Mineral Water. Siku ya leo tuna furaha sana kuungana na TABWA ambao ni waandaaji wa Nishati Safi Expo and Conference 2026, lakini pia kwenye Clean Cooking Marathon ambayo inaambatana na hii expo. Kwetu sisi ni faraja sana kujiunga kama sponsors wa hii initiative, lakini pia mkakati huu umekuja muda ambao pia sisi kama brand tumebadilisha jina letu kutoka Kilimanjaro Drinking Water kwenda Kilimanjaro Natural Mineral Water, na hii ni kuakisi uasili wa brand yetu ambao ni brand yenye madini asilia. Kwa hiyo na sisi pia tunaunga mkono hii initiative kwa sababu pia ni katika clean cooking na nishati safi na kulinda mazingira kiujumla. Kwa hiyo kwetu sisi ni faraja na tunategemea watu wengi watajitokeza katika initiative za design hii, lakini pia katika marathon ambayo itafanyika tarehe 27 tutahakikisha washiriki wote watakunywa maji ya kutosha katika mbio zote ambazo amezitaja hapa muandaaji. Lakini pia tunawashukuru sana waandaaji kwa kuandaa initiative kama hii. Kwetu sisi ni initiative nzuri na ni kitu ambacho tunaunga mkono siku zote. Kwa hiyo hongereni sana na tunawakaribisha watu wote kuhudhuria katika Nishati Safi Expo and Conference pamoja na Clean Cooking Marathon. Tale. Sabalini za wakati huu, kwa majina naitwa Idi Sudi, ni afisa mawasiliano hapa EACLC. Kwanza ni jambo la shukrani za dhati kwa upande wetu kuwa na kongamano pamoja na maonyesho ya nishati safi asilia katika eneo letu hili. Inakwenda kutanua wigo kwa wafanyabiashara wa hapa, lakini pia na elimu kiujumla. Mbali na wafanyabiashara wanaodeal na biashara mbalimbali, lakini tuko na wafanyabiashara pia ambao wanadeal na biashara za vyakula, yani upishi, kumaanisha migahawa. Kwa hiyo tunaona inaenda kutanua wigo na elimu kwa upande wao. Lakini kama EACLC tumejipanga kuhakikisha kwamba kongamano pamoja na maonyesho hayo yatafanyika kwa ubora kabisa, ukizingatia ubora wa maeneo yetu, venue zetu kiujumla. Lakini pia tutoe tu rai kwa Watanzania na wana Dar es Salaam kiujumla, maonyesho haya kiingilio ni bure kabisa, wafike kwa wakati na wasikose waje kupata elimu. Lakini pia tutashiriki kwenye marathon kama EACLC. Asanteni sana.